Mtazamaji kutoka kituo hiki cha ripoti nambari 2 nyuma ya kuna kwa ripoti za masuala ibuka na yanayojiri uwanjani mwa siasa. Hujambo na kukaribisha hapa New Media. ODM stalwart plotting revenge after being shut out of Ruto Raila power sharing deal. Mtazamaji wangu, haya siyo maneno yangu bali ni katika ripoti fupi iliyoweza kusambazwa na chapisho aminika la Cyprian Nyakundi kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter. Kwa ufupi wa ripoti hii, inaaminika kuwa kiongozi mkuu katika mrengo wa upinzani na ambaye alipinga na kukatisha mchakato wowote wa muungano kati ya Rais William Ruto na kinara ODM Raila Odinga, na kama ilivyo desturi ya ushauri wake kuhusishwa kila mara Raila Odinga anapotajwa, kwa wakati huu alipuuzwa kiasi cha kuzimiwa simu na waliokuwa wakiandaa hati ya makubaliano kati yake Rais Ruto na Raila Odinga, na mwishowe simu kufunguliwa dakika chache kabla ya kutiliwa saini kwa makubaliano haya. Hata ingawa jina lake halikuweko wazi, inaaminika kuwa aliapa kupuuza simu kwa kuwa atahitajika hivi karibuni wakati mambo yataharibika. Mtazamaji wangu, ningependa kufahamisha kwamba baada ya Rais Ruto kuungana rasmi na ODM chini ya uongozi wake Raila Odinga, muungano huu ulikuja kwa gharama, mojawapo ikiwa ni kutekelezwa kamilifu kwa ripoti ya NADCO. Sijui kama unafahamu, mojawapo ya pendekezo ya NADCO ni kubuniwa rasmi kwa ofisi ya upinzani na kiti cha waziri mkuu kuwekwa wazi katika katiba ya Kenya, wadhifa ambao kwa sasa kwa kiwango fulani unashikiliwa na Musalia Mudavadi. Ni sitofahamu ambayo itashuhudiwa baada ya muungano huu wa Ruto na Raila Odinga, na iwapo ripoti ya NADCO itatekelezwa, basi kwa hakika itahitaji tafsiri ya sheria na mwanzo wa vita mahakamani, na huenda ndio sababu kuu ya kiongozi huu, kama nilivyokuelezea hapo mwanzoni, kuapa kwa wakati huu huenda akapuuza Raila Odinga kwa kuwa ako na uhakika mambo itaharibika. Chapisho lake Cyprian Nyakundi imeibua hisia mitandaoni ya kijamii, moja hapa kichapisha na kusema, "This is so Orengo, the last part he will be needed when things fall apart. Just screamed Orengo attitude." Je, mtazamo wako ni upi kuhusiana na jinsi mambo inavyojitokeleza? Na kwa kuwa baadhi ya makubaliano katika ripoti ya NADCO inahitaji kura ya uamuzi, je, mtazamaji wangu, wewe utapiga kura upande gani? Upande wa kukubali ama wa kukataa? Nijuze maoni yako kwenye sehemu ya maoni, kisha kwa moyo mkunjufu bonyeze subscribe button na alama ya like. Hapa ni New Media.